Ya, kwa kundi la Young Africans nimeliona vizuri. Kuna timu 4 ambapo kuna Ahali kutokea pale Misri pamoja na AC FAR Rabat na Yanga mwenyewe na kiwemo na timu kutoka Algeria. Tunaona kwamba kundi wengi wakizungumzia hilo kundi ni gumu kwa upande wa Young Africans, lakini kwenye mpira wa miguu kuna nyakati tofauti kwa timu. Tunajua Young Africans kwenye kombe la shirikisho alifanya vizuri, aliweza kumtoa Belouizdad ambao wengi hawakuzania kwamba Young Africans anaweza kumtoa Belouizdad. Kaja kupindua matokeo Benjamin Mkapa. Tunaona kule Tunisia akafanya maajabu na kusonga mbele zaidi, kocha mkuu akiwa Nabi. Tukienda Algeria kuna MC Alger pia Young Africans alifanya vizuri kupata matokeo ugenini. Kwa hiyo kwa jambo la Yanga sio kushangaza. Young Africans anachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuweka malengo makubwa zaidi kwenye nyakati hizi, na kila timu inahitaji matokeo, na ukiangalia kila timu inamogopa mwenzake. Hata ukimfuatilia Al Ahly kutokea pale Misri, na yeye pia anamogopa. Kila timu inaogopana. Tukifuatilia tena matokeo mengine, hata AS FAR Rabat aliweza kumfunga Nation Al kutokea pale Misri. Kwa hiyo tunaweza kuona mpira wa miguu jinsi gani unavyokuwa na vizingiti vikubwa zaidi kwenye soka la mpira wa miguu. Tunaweza kuona saizi mpira umebadilika zaidi kwa nyanda za huku kaskazini, mpira unabadilika saizi huku upande wa kusini, mpira unabadilika. Kwa hiyo tunaona kila nyakati tunazungumzia mpira unakuwa kadri siku inavyokwenda. Kwa hiyo kikubwa zaidi Young Africans takiwa waweke malengo zaidi na nia zaidi. Tuna wachezaji, kuna wachezaji kama Pacome yuko pale, key players, kuna wachezaji kama Mohamed Doumbia anaweza akafanya vizuri, ingawa kwamba tumepata taarifa hivi punde kwamba Clement Mzize ana majeraha ya muda. Kwa hiyo mechi kadhaa wa kadha anaweza kuzikosa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo pia tukiangalia kwa upande wa kundi wa Msimbazi Simba, wengi wanasema kundi la Simba ni rahisi. Kwa upande wangu mimi, kwenye mpira anaweza kutokea lolote. Hata wekundu wa Msimbazi Simba na wenyewe wanaweza wakakaa vizuri zaidi na kufikiria zaidi nini kifanyike, maana unaweza kulemaa kwa kuwa kila siku unaweza kusonga makundi mbele. Kwa wana Simba wengi wanajipatia matumaini kama hayo, lakini mpira una matokeo tofauti. Kwa hiyo kila kundi mimi naona ni gumu. Kwa mpira wa miguu lazima uheshimu mpira wa miguu. Kila kundi ni gumu, kila kundi linahitaji matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi hakuna mpinzani mrahisi kwa kila kundi. Tukiangalia kule Mamelodi na yeye kundi lake ni hivyo. Tukiangalia Pyramids, wengi wakibeza kundi la Pyramids, lakini naweza kusema na lenyewe ni ngumu kwa sababu mpira saizi unabadilika. Unaweza kudharau timu ndogo na ukafungwa vile ukiwa ugenini nyumbani. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa hizi Tanzania mpira unaanza kusonga mbele. Tunaona timu 4 saizi zimeshaingia hatua ya makundi. Tukizungumzia Simba, Yanga pamoja na Azam FC, lakini bila kumsahau Singida Black Stars kwa mara ya kwanza anaingia hatua ya makundi. Kwa hiyo tunaweza kuona mpira kiasi gani ulivyobadilika kwa nchi ya Tanzania na kupelekea maendeleo makubwa kwa renki za CAF. Tunamwona Yanga